Inakuaje ndugu msikilizaji na mtazamaji, kituo nambari 1 kinachokufahamisha yote yanayojiri katika ulingo wa burudani, siasa, michezoni na mengi zaidi. Siku leo ningependa tuweze kuzungumzia kuhusiana na muziki pale ambapo tukiwa tunaingia nchini Tanzania, ambao ni kitaa cha 255, ambao tukiwa tunazungumzia kuhusiana na msanii ambaye anajulikana kama Rajab Abdul Kahali maarufu Harmonize, ambaye ni msanii na pia ni mwandishi wa nyimbo na pia mwanabiashara. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia kulingana na kauli zake ambao siku ya juzi aliweza kufanyia interview pale na mshikaji fulani anajulikana kama Millard Ayo, na aliweza kufunguka mengi zaidi kuhusiana na muziki wake na ni jinsi gani ambao aliweza kujikuta kwenye muziki. Na hivi ni kwamba basi mwanamuziki huyo Harmonize kutoka Tanzania, ambaye pia kama ilivyokujuza kwamba ni meneja wa Konde Music Worldwide, aliweza kufichua rasmi kuwa hajawahi kuingia katika nguvu za giza ili kwamba kuweza kupata umaarufu. Na kama ilivyokujuza, Harmonize aliweza kuzungumza hayo siku ya juzi alipoitwa katika mahojiano na Millard Ayo pale. Ni kama msanii huyo basi aliweza kusafisha tetesi kuwa sherehe ambayo iliweza kufanyika kule kwa nyumbani ya kuweza kumkaribisha nyumbani baada ya kutoka WCB, ambao kwenye video iliweza kuonyesha kwamba babake Harmonize aliweza kuchinja mbuzi na baadaye kuweza kumpaka damu msanii huyo, ikiashiria kwamba ilikuwa ni tambiko fulani hivi. Kwa mashabiki ama watu waliweza kuiona video ile waliweza kuichamba zaidi kusema kwamba babake Harmonize ni mtu ambaye anashiriki katika masuala ya ushetani. Lakini kulingana na Harmonize aliweza kusema kwamba swala hilo si la ushetani bali ni mila na desturi zao za nyumbani, hivi kwamba mtu yote ambaye hangeweza kuwa nyumbani kwa takriban muda mrefu basi huenda akakaribishwa na tambiko fulani. Na kuna baadhi ya watu ambao waliweza kusema kwamba babake Harmonize akiungana na Harmonize mwenyewe waliweza kuiendea kishirikina lebo ya WCB. Hii ni baada ya Harmonize kuweza kutoka WCB. Na ukumbuke kwamba baada ya Harmonize kuweza kufanyiwa tambiko lile, basi ndoto yake ya kukua kwenye industry ya muziki iliweza kupanda zaidi na kuweza kumfanya kufungua lebo yake ya Konde Music Worldwide. Hata hivyo basi Harmonize aliweza kuongezea kwamba pia kuna rafiki fulani wake mkubwa zaidi ambaye alishawahi kumshawishi aweze kwenda kwa mganga ndio aweze kutusua na kupata nyota kwenye muziki. Na kulingana na Harmonize basi aliweza kudai kwamba kunao baadhi ya waganga ambao wanasaidia na wengine wanaipotosha jamii, hivi kwamba Harmonize kumbuka kwamba ni msanii ambaye anafanya vizuri zaidi kwenye industry ya muziki. Inasemekana kwamba baadhi ya sababu ambazo ziliweza kufanya zawezi kutoka WCB ni kwamba aliweza kujihusisha na masuala ya kishirikina, hivi kumfanya kwamba Diamond aweze kumtoa pale WCB. Hiyo ndio story ambayo nimeweza kuandalia hapa ndani ya Cha Msingi tu. Kama ni mara ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba endapo tuko tuna story nyingine nzuri zaidi ya makali zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuipakua. Mimi nakwambia hivi, hakikisha kwamba una subscribe, una comment, una share, alafu tutakuwa tunasonga mbele. Kumbuka kwamba pia unaweza kufuatilia stories zetu kupitia pale Pwani News Africa Media Kenya, ambapo tutakuwa tunafuata story kama hizi. Cha msingi tufika pale alafu mambo yatakuwa yanakuwa mazuri. Mimi naitwa Mwarandu.